Yes, bwana usisahau kusubscribe hapo, kulike na comment ili kuendelea kupata movie zetu kali. Bwana, movie inaanza mitaa hii hapa. Huyu mshikaji bwana anaitwa Kuli. So ana rafiki yake mmoja anaitwa Kibo. Leo ndo siku yake ya kwanza kufika katika hii shule. Na huyu mwamba huwa anavutia sana. Yaani mtu ambaye watoto kwamba akivua tu hiyo element kwamba wachumba wakimuona watazima wapagawe. Sasa mwalimu alivyoingia darasani leo hii hapa, akamuuliza, "Hivi wewe ni mwanafunzi gani ambaye umevaa element mpaka darasani?" Hebu vua hiyo element yako. Mwalimu akawa anamshauti sana kwamba mwamba avue element yake. Sasa ile kitendo cha kuvua element tu, mwalimu tayari mzee, mwalimu kapagawa vibaya mno, mpaka ambulance imekuja kumfuata mpaka misaire. Mwalimu akawa anafurahi tu muda wote, yani kashazima lakini anafurahi. Sasa mwalimu mkuu akawa anauliza, hii kitu gani kimetokea hapa? Mwalimu mkuu akaelezea, bwana, kuna mwanafunzi mpya bwana amefika, ndo kasababisha yote haya. Sasa mwamba alipata rafiki yake mmoja anaitwa Kido. Sasa rafiki yake ambaye anaitwa Kido leo hii hapa ameenda, kuna shule moja ambayo inaitwa BBM. Hii ni shule ya girls tupo. Sasa girls tupo, kila mwanafunzi alivyotoka kwanza akawa anasikia, mbona hapa kama kuna harufu moja ya kitofauti sana. Hebu avue element. Kila mwanafunzi akawa na doubt kwamba mwamba avue element. Sasa Kido akawa anashangaa, oya mwanangu, kweli kuvua element kweli? So, jamani tulieni. Atavua element, sawa? Muondoe shaka kabisa, anavua element, msiwaze kuhusu ile swala. Asa mwamba akawa anajaribu sasa kuanza kuvua ile element. Asa alivovua tu element mzee, kama explosion fulani hivi, yani maafa alitokea pale pale. Kila mwanafunzi akili yake ilikuwa imepagawa. Waandishi wa habari bila kupoteza muda wakaanza kupetesha taarifa za dondoo kwamba kuna mwanafunzi mmoja ambaye anawa confuse sana wanafunzi, tayari wamepagawa vibaya mno. Kila mwanafunzi elewi kitu gani ambacho anachokifanya. Sasa kuna bidada mmoja ambaye anaitwa Amanda. Huyu hapa alivyotazama tu kwenye TV akagundua, yes, huyu ndio mwanaume ambaye mimi namtafuta. Yaani kama ndo hivi tu ametokea. Na huyu mwanafunzi naye anasoma katika shule ile ile ambayo inaitwa BBM, ni shule ya girls tupo. Sasa alipoona hii taarifa akafurahi sana, akajua yes, hiyo ndo tabia, yani ndio tayari itakuwa bahati yake. Yeye peke yake anaweza akamkamasa huyo mwanaume na asiweze kumconfuse kwa aina yoyote ile. Basi mwamba kasebidada sasa akawa plani yake ni kumnasa huyo mwanaume. Basi mshikaji nini nyumbani kwao sasa ikawa kama source of employment, kwamba wanakuja kufanya house tour. Yani mwamba, yani wazazi wakawa wanapiga hela kama kawa, yani wanaingia tu wanafunzi pale, wadada wengi sana wanakuja pale, wanafanya kama ile kufanya house tour, yani kuja kufanya maonyesho nyumbani kwao. Sasa mwamba akawa ni mtu mmoja wa kukasirika sana, kujishangaa kwamba yani kwa nini wazazi wangu wameamua kufanya hivyo, kwamba wameamua kunileta shuleni kama kuniuza. Akawa anaangalia brother yake na ujio, anasema, bwana, unajua bwana, ndugu yangu mimi ni mtu mmoja wa hatari sana na kama unavyomjua. Kwa hiyo yani mwamba akaona kwamba yani kwa maisha haya hapa, kwa nini imetokea namna hii hapa yani bora tu nijiue. Kwa hiyo mwamba akaamua kupigia kwa mara ya mwisho sana ndugu zake, na akawa anamwambia bwana, akamwambia bwana, watu wengi sana wamekuja hapa kutazama. Akawa anaonyesha nyuma yake, mwamba akaonekana kusakasirika sana, na yupo ndani ya gorofa moja hivi juu kabisa. Yani hapa anajiandaa kama kujirusha fulani, lakini kutazama mbele akutana na bidada mmoja ambaye akamwambia, wewe, mimi sitaki kufa mbele yako, kwa hiyo subiri kidogo nitoke hapa afu zeni wewe ujiue, sawa Sasa hapa akashangaa, mbona huyu bidada hajashtuka kwa chochote, yani kwamba yupo tu sawa. Akagundua kumbe inawezekana, kumbe kuna watu ambao wao hata akiniona na yuko fresh tu, na moyo wake kwa mara nyingine ukaanza kudunda. Akajua kwa kweli kuna mapenzi ya kweli ndani yake. Kwa hiyo mwamba kaamini kwamba ili yeye atulie kimapenzi lazima ampate huyu bibie ambaye yuko mbele yake. Kwa hiyo akahisi kwamba kivyovyote lazima afanye juu chini ili aanzishe mahusiano na huyu bibie. Kwa hiyo mwamba alifurahi sana baada ya kugundua ile kitu. Sasa akamfuata rafiki yake ambaye aitwa Kibo. Kwa hiyo akaamua kuacha kabisa harakati za kwenda kukaa nyumbani kwake, na akaamua kukaa nyumbani kwa kina Kibo. Bibi yake na Kibo alifurahi sana. Akamwambia, unajua ni marafiki, kwa hiyo ni vizuri sana mwe mnakaa wote kwa pamoja. Kwa hiyo mwamba akawa nyumbani kwao haendi kabisa. Akawa na rafiki yake tu wanakaa wote kwa pamoja nini, wanashare story, wanasoma kwa pamoja nini, story nyingi, si unajua ile. Na huku bwana akifuatilia sasa leo hii hapa mwamba alienda katika ile shule. Sasa alivyokutana na Kibo, Amanda akaonekana pale. Sasa Amanda akaonekana kukaza fulani hivi, akajiona kama yeye kawaida. Kule kutoka washikaji kwamba bibie naye tu ile yupo affected tayari, damu inamtoka mpaka puani. Sasa washikaji kipindi wanatoka upande wa pili huko namuonyesha sasa ule bidada sasa ambaye huyo hapa. Sasa kipindi wanatoka akamuona ule bidada kama kawaida, yani yuko fresh tu, hawazi chochote. Hasa leo hii hapa kipindi wamelala mwamba ana confuse sana akili. Sasa ni watu wawili tu, ya yule mshikaji rafiki yake ni Kido tu peke yake. Wana fresh nini, unapiga story kwa pamoja. Sasa leo hii hapa bidada mshikaji akaamua kumfuata yule bidada sehemu ambayo anafanyia kazi.
ndio kumbe unafanyia kazi hapa. Akaamua kufanya mpango, yani kuanzisha yani ukaribu naye, labda anaweza labda akawa sawa nini, kupiga story kwa pamoja, kula kwa pamoja, kushare story nini kama kawaida. Sasa mwamba akaonekana kama kufall in love hivi kwa bibie yule pale, lakini kwamba yule bibie bwana za ndani kabisa inaonekana kwamba yule bibie anampenda sana rafiki yake na huyu mshikaji ambaye anaitwa Aikido, lakini kwamba sio kwamba na ukaribu sana naye. Sasa leo hii hapa katika shule ile ya washikaji ambaye anaitwa Aikido, akaonekana yule bibie ambaye anaitwa Amanda amefika mitaa hii hapa, akaendelea kuleta invitation, akamwambia bwana, birthday yangu soon tu inakuja, kwa hiyo na kuinvite. Sasa mwamba leo hii hapa ni siku ya birthday mzee, ilifika ni kabla birthday, si unajua ile kuna party nini zinaanza. Sasa ilipofika hapa Kido akaonekana kama kwa ukaribu sana na Amanda, lakini yule bibi ambaye anamkubali sana Kido akaonekana ile karibu yani. Sasa mshikaji alimokuwa kucheza, sasa yeye akajua kwamba aje yes anamkubali huyu demo, kwa hiyo akaamua kumforce rafiki yake kuonekana kama anapendwa na Amanda hivi, ili mradi yeye ampate huyu demo, lakini pia Kido anamkubali sana huyu demo. Kwa hiyo mwamba anaamua kumtumia rafiki yake ili mradi yeye ampate huyu demo bila rafiki yake mwenye kujua chochote kile. Kwa hiyo akaambia mzee, tondoke bwana, haina shida na nini. Leo kwa siku nyingine bibie huyu hapa Amanda akaonekana kwamba amekasirikwa sana. Sasa leo hapa wale washikaji watatu ambao ni maarufu sana katika shule yao wakaonekana nao wamefika siku hiyo ya birthday. Mambo nini, mambo ni mengi sana ambayo watu wanaenjoy pale siku ya birthday. Ni sasa Amanda aliamua kumchukua mshikaji ambaye sio Kido, akaenda naye mpaka juu kabisa yani. Akaamua kutulia yule demo wake na mshikaji ambaye anamkubali sana Kido, akaonekana kufika meza ile, akamwambia Kido yuko juu hapo. Akaonekana kushuhudia kwa macho yake kwamba Kido amebuswana na bibi ambaye sio Amanda. Kwa hiyo bibi alitoka amekasirika vibaya mno, akaamua kuondoka kwa maana ana upendo wa kweli sana na mshikaji ambaye sio Kido. Akaamua kulia, bwana naomba uniache, nimeshagundua tu Kido anipendi, kwa hiyo naomba tu niache yani. Basi mwamba akaamua kumsogelea yule bibi, akamwambia mbona sio lazima tu Kido mbona hata mimi naweza nikakuonyesha upendo wa kweli sio lazima mwanaume si peke yake, kwa hiyo wewe niruhusu tu mimi niwe upande wako. Lakini bibi akamchomolea kabisa mshikaji, yani mshikaji kwamba alikuwa anahitaji kumtumia rafiki yake ili mradi yeye ampate udemo. Kwa hiyo akaamua kurudi kwa mitaa ile wale ya kwenye party nini, akaamua kusogea pale washikaji paka wote wakatamaki kwamba Kido amempata yule bibi ambaye sio Amanda. Kwa hiyo akaamua kumzungukia Kido, wakamfumua sana, piga sana. Si unajua washikaji watatu ambao ni maarufu sana katika shule yao wanamkubali yule bibi ambaye sio Amanda. Kwa hiyo akaamua kukaa naye pale. Kido alimrudisha nyumbani bibi yake nini, akaamua bwana, huo ndio wanaume, kwa hiyo vumilia tu, ni mmoja kati ya matatizo. Kwa akaamua kutulia kwa pamoja washikaji nini, wakarudi urafiki yao kama kawaida, wanaendelea kupiga story. Sasa leo hii hapa mwamba akaamua kushare story naye, akamwambia unajua mimi nilikuwa namkubali sana yule bibie, lakini naona kama anani crush fulani hivi, yani sielewi shida nini mpaka mimi anikubali kabisa. Sasa kumbe baada ya kugundua ukweli huo hapo mshikaji ambaye aitwa Kido akagundua kwamba kwa hiyo mwanangu uko serious kabisa unanitumia mimi. Yani kwa upendo wako unaamua kunitumia mimi. Yani yule demo kumbe ananipenda mimi, alafu umeamua kunisukumia kwa Amanda ili mradi wewe umpate. Si ndio? Mimi sipo kweli serious kwa kweli. Mimi na wewe urafiki wetu tu uishe hapo. Yani serious kabisa. Wewe ondoka tu nyumbani kwetu. Yani kabisa yani wewe nenda tu nyumbani kwetu. Basi mshikaji akaamua kurudi leo kwa mara ya kwanza kabisa, familia paka imeshangaa. Amerudi nyumbani bwana. Amerudi nyumbani baada ya muda mrefu sana kuondoka nyumbani. So mitaa fulani hivi ya shule urafiki si tayari umeshakufa. Kwa hiyo ile ni Kido akimuona mshikaji anaamua kumclash nini, anaondoka zake anaenda na safari zake kama kawaida. Sasa mama yake na huyu mshikaji ambaye tu nini akawa anampa anamliwaza nini, anapiga naye stories. Unajua nini? Yani mama, yani mimi sikupenda kabisa ambao mliamua kunifanyia. Kwa hiyo mmenipeleka shule ili mradi mimi niwe kivutio, si ndio? Yani sikupenda kabisa, sijui mmeamua kunifanyia jambo gani. Akamwambia hapana mwanangu, tukutegemea kabisa hali hiyo hapo. Sasa mwamba akawa anakumbuka zile moment ambazo yuko na rafiki yake ambaye aitwa Kido, akawa analia, yani sababu yote hivi paka amempoteza rafiki yake. Kwa hiyo yani hana mtu yoyote ambaye yupo karibu yake. Alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Kido, wanacheza game kwa pamoja, wanafurahi, wanaenjoy, lakini kwa sasa hivi hana rafiki yoyote ambaye yupo karibu yake. Kwa hiyo amerudi kuwa mpweke kama zamani. Kwa hiyo mama yake akawa anampa pale moyo, bwana hapana, hauwezi ukawa peke yako, sisi familia yako yote tupo upande wako, sawa? Yani usiwe unalia hivyo mwanangu, unanifanya mimi nihuzunike pia. Mama yake akaamua kumkumbatia pale na kumpa moyo sana mtoto wake. Hata kama kapoteza rafiki yake, afanye tu mpango wa kufight kurudisha rafiki yake katika upande wake. Kwa hiyo leo hii hapa mshikaji akaamua kukimbia moja kwa moja paka kwa yule bidada. Akaamua kumfuata. Yule bidada paka akashangaa, vipi umefuata nini hapa? Akamwambia ukweli nataka kukuambia kwamba Kido anakupenda vibaya mno. Sasa bidada akashangaa, yani Kido ananipenda mimi? Serious? Akamwambia kweli serious, ngoja niende kwao.
Basi kama kumfuata paka Kido akamwambia bro, hebu ondoka mzee. Hapana bwana. Mimi nakwambia ukweli, yule demu anakupenda vibaya mno. Yaani kama nilivyokuambia, ila wewe tu mwenyewe ndo hujanyoka. Serious kabisa. Hapana bwana, sasa mimi nitamwambiaje eh? Sawa mimi nampenda kwa upendo wa kweli, lakini siwezi sasa kumwambia. Sasa utanisaidiaje? Wewe unadhani utanisaidiaje? Mimi siwezi kumwambia kama mimi kweli mimi nampenda. Kwa hiyo ni siwezi kabisa, yani swala hilo hapo. Labda kama unaweza labda ukatoka hapo ukaenda kunisemea labda inaweza kawa vizuri, lakini kwa kweli kwamba ndio huo bwana mwenyewe huyo hapa anakusikiliza. Kwa hiyo akamsurprise kwamba Mwamba alikuwa anadondoka swaga mbele ya bibie, kwa maana bibie mwenyewe hakuamini kabisa kama Mwamba anampenda. Basi bidada alionekana kufurahi sana, na leo hii hapa sasa kila mmoja wao amerudi katika mpenzi wake. Basi Kido amerudi katika mpenzi wake yule pale, na Mwamba yule pale ambaye ni handsome, ambaye anawachanganya sana mabibie, akarudi kwa bibie ambaye aitwa Amanda kuwa mpenzi wake. So leo hii hapa ndo birthday party yenyewe kamili kabisa, watu wanaziko kupale pale kuluka nini waserebuke. So kila mtu akarudi kwa rafiki yake, na urafiki ukarudi vile vile kama zamani. Kido akarudi kwa rafiki yake, Amanda akarudi kwa mshikaji, na mshikaji ambaye aitwa Kido naye akarudi kwa demu wake. So hii moja kati ya movie ambayo kali sana, na hisia moja kali sana. So usisahau kusubscribe hapo, kulike na comment ili uendelee kupata movie kali na bomba kupitia GBBY 24 hours. So nice to meet you and thank you for watching.